watu wa kawaida wanaweza kuangalia mama, tutaijaji kwa kuona idadi ya watu waliokufa, maana ni kubwa. Na ukiona kwa miaka kama miwili vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vimeambiwa wajiandae kuja kusimamia mchakato wa uchaguzi uwe huru, haki na amani. Kwa hiyo watu waliasumu vyombo hivi vimejiandaa kuja, kama kikitokea chochote wamejiandaa. Sasa tunajiuliza, walijiandaa vipi? Walijiandaa kwa bunduki na risasi, kwa sababu ndio wametumia zaidi. Nini waliandaa? Na hiyo ndio inatakiwa kuweza kujaji kama nguvu iliyotumika kwamba inafanana na mazingira. Hapa unashughulika na vijana ambao hawana silaha za kisasa, wewe una bunduki na risasi unaua. Sasa watangaze, ndio tunaweza kuamua kama kweli nguvu iliyotumika ilistahili. Mimi nadhani hali ni tofauti. Maana unaona waliouawa, ukiangalia vita ya Kagera, vijana wetu waliouawa na adui, ukilinganisha na hizi figures zinazozungumzia sasa, hawa waliokufa ni wengi zaidi kuliko ile vita. Sasa ile tuliuawa na adui, hapa tunajiua sisi wenyewe. Hivi hawa polisi hakuna hata mmoja ndugu yake ameuawa? Hawa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama hakuna yeyote, ama viongozi hakuna hata mmoja ambaye ndugu yake ameuawa? Mheshimiwa Warioba, umenukuliwa kabla ya uchaguzi mkuu ukionya jeshi kuhusishwa na masuala ya siasa. Na bado ni msimamo wangu. Nilipozungumza mwezi Disemba mwaka uliopita baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa, na nikisikia walivyokuwa wanaandaa wanajeshi, nikasema tukihusisha vyombo vya ulinzi na usalama katika siasa tutapata matatizo. Na specifically nikasema jeshi la ulinzi lisije likahusishwa kabisa katika siasa. Sasa tunaona matokeo yake ya vyombo hivi kuhusishwa na siasa, lakini kubwa zaidi kwa vyombo hivi kuhusishwa kwa siasa vimegawanyika. Ndani ya vyombo hivi kuna mgawanyiko mkubwa. Mimi walikuwa wananiambia kwamba kuna mgawanyiko ndani ya polisi, walikuwa zaidi wanazungumza juu ya polisi. Mimi sikuamini sana ulivyoona. Lakini siku moja mwezi Septemba nimetoka hapa na kwenda ofisini kwangu. Nimefika pale St. Peters kwenye mataa yale. Pale kulikuwa na askari wawili wa traffic wanaongoza magari. Sasa wakati tunapiga kona, unakwenda kwa taratibu, askari wale wakaniona, watu wawili wakapiga saruti, yani mmoja akatoa ishara tusimame. Kwa hiyo nikamwambia driver wangu, tunapiga kona pale, tafute mahali apaka. Kwa wale wanaofahamu mahali pale St. Peters, ukipiga kona ile unaingia Hele Sarasi. Pembeni pale kuna watu wanafanya kazi ya kuuza maua. Kwa hiyo tukaenda tukasimama pale. Wala askari wote wawili wameacha kuongoza magari, wamekimbia wamekuja kwangu pale. Wamefika, wamepiga saluti, wamenisalimu na bila hata kuchelewa wakasema, mzee, tunashukuru tumekuona, tunaomba msaada wenu nyinyi wazee. Nasema wakati wote huu tulikuwa tunafanya kazi bila ubaguzi wa dini, bila ubaguzi wa kabila, lakini sasa siasa imetugawa
imetugawa sana, tunafanya kazi kwa mazingira magumu. Sasa tunaomba msaidie ili hali irudi kama ilivyokuwa wakati wenu. Na wanazungumza ndani ya gari na driver wangu na msaidizi wangu, na pembeni pale kuna watu wanauza maua, wote wanasikia. Yani ilinitisha kwamba askari hao wanaona wamepata nafasi ile bila hata kujali nani anasikia. Wamesema hivyo. Nilipokuja nilimwambia mama, nikasema mama, nimeogopa sana. Ukisikia kuna mgawanyiko katika chombo kinachotulinda, unakuwa na wasiwasi.